Kwa upande wa klabu ya Young Africans kumekuwa na mambo mengi sana, taarifa ni nyingi sana zenye kuhuzunisha pamoja na zenye matumaini ndani yake. Mimi ni kukaribishe zaidi wewe msikilizaji, na tuende kudiscuss na kujadili kwa pamoja mazito ambayo hivi sasa yamekuwa yakikabili timu ya wanayanga. Nazungumzia klabu ya Young African Dar es Salaam. Kwa hakika zaidi kwamba timu ya Yanga ukizungumzia performance yake iko vyema. Yanga wana perform vizuri na vyema zaidi kwa sababu wamekuwa wakijiwekea rekodi, na ukiangalia sasa hivi hata kwenye ligi kuu Yanga ni nambari 1, na katika sababu ambazo zinafanya Yanga iweze kuperform vizuri ni uimara wa vikosi vyake ambavyo vimeweza kutengenezwa na uongozi pamoja na makocha ambao wapo klabuni hapo Young Africans. Ukianza hatua kwa hatua utagundua wachezaji hawa wa Young Africans ni wachezaji ambao wamechaguliwa pasi na kufanya makosa. Sasa mambo ambayo yameonekana klabuni Yanga hivi sasa yamekuwa kama kuna kasumba fulani hivi ya chini kwa chini, ambayo pia imekuwa ni kama huzuni kwa upande wao. Ni ile hali ya wachezaji kuwa wengi na kila mmoja kutaka kuwania namba ya kucheza kwenye mechi za ligi kuu pamoja na mechi za kimataifa. Jambo hili limeweza kuibua maneno baina ya wachezaji pamoja na mashabiki, ambao inaonekana kwamba hasa kwa mashabiki wamekuwa wakitaka listi ya wachezaji wao ambao wao wanawakubali waendelee kucheza na waonekane katika michezo hiyo. Lakini kwa walimu inakuwa si sawa, kwa sababu kuna utofauti kati ya mashabiki na yale ambao wanayaona, yani mawazo ya mashabiki pamoja na mawazo ya viongozi pamoja na walimu ama makocha kutokea kwenye klabu husika. Sasa mambo yakiwa mengi namna hii yanakuwa yanasababisha vitu vinakuwa vina mtafaruko baina ya viongozi kama nilivyosema pamoja na mashabiki. Mashabiki huwa wanayataka yao, lakini pia na viongozi huwa wanayataka ya kwao. Sasa unafikiri ni nini kitaendelea kama viongozi wakiwa wanataka yao na mashabiki ya kwao? Hapa lazima mashabiki watakuwa wana shout kila siku na kulalamika, jambo ambalo si baya katika kuleta chachu na maendeleo ya kisoka la hapa nyumbani. Sasa mimi nilikwambia kwamba kikosi ya Yanga sasa hivi kipo bora, kipo imara, licha kwa golikipa Djigui Diarra kidogo hapo nyuma alikuwa akisumbuliwa na majeraha, lakini hivi sasa yuko vizuri na anaendelea na mazoezi yake ya kuhakikisha kwamba anaipa Yanga ushindi.